Mambo vipi mwanamichezo popote ulipo Tanzania, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yameweza kujili leo hii katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika katika mkondo wa pili ambao umepigwa pale New Amani Complex Zanzibar, ambapo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakiweza kualika RS Berkane katika mchezo wao wa fainali ya kombe hilo la shirikisho, ambapo dakika 90 zimeweza kumalizika kinyonge kwa mbinde kweli kweli. Berkane wanaondoka na kombe, lakini si kwa vile ambavyo matukio yaliyoweza kutokea uwanjani dakika 90 ambayo yanaleta ukakasi katika kile ambacho kimeweza kutokea, ambapo inaelezwa ya kwamba yale matukio ambayo yanaonekana kuwapa faida, hapa nazungumzia klabu ya RS Berkane kwa kile ambacho kimeweza kutokea dakika 90. Sasa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kutoa tamko lao juu ya muamuzi ambaye amechezesha mchezo huo wa fainali kwa siku hii ya leo, ambaye ana rekodi mbaya na kikosi pia cha klabu ya soka, ambaye refa huyu alikataa goli la klabu ya soka ya Young Africans dhidi ya hapa nazungumzia Mamelodi Sundowns katika mchezo wa robo fainali ya kombe hili lilikuwa ni kombe la klabu bingwa barani Afrika kumlazi. Sasa tamko la klabu ya Simba ambao wameweza kulitoa, mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo limeweza kujili kwa siku ya leo katika fainali hiyo. Bana, dakika 90 zimeweza kumalizika, lakini zikiwa na matukio kadha wa kadha katika mchezo huo mkubwa kabisa ambao ulikuwa umebeba hisia za mashabiki wengi wa Tanzania, wakijua kwamba kombe linabaki Tanzania. Lakini kwa kile ambacho muamuzi Beida Daane kutoka pale Mauritania, ambaye alikuwa amepewa kipenga cha kupuliza dakika 90, kipenga kile kilionekana kuwa sehemu ya upande mmoja tu, ambapo matukio mengi yaliweza kuamuliwa yalikuwa ni ya klabu ya Simba, huku Berkane wakiweza kupata faida ya kile kilichoweza kutokea. Tukio la kwanza ambalo limeweza kuzua taharuki kweli kweli ni tukio la kadi nyekundu ambalo klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kuonyeshwa kupitia mchezaji wake ambaye ni Yusuf Kagoma, ambapo kipindi cha kwanza Yusuf Kagoma alionyeshwa kadi ya njano, ambapo mwamuzi kipindi cha pili akaweza kuwaonyesha klabu ya soka ya Simba kadi hiyo ya pili ambayo ilikuwa ni kadi nyekundu, ambapo kialali kwa kile ambacho kimeweza kuzungumzwa hapa nazungumzia kile kilichoweza kutokea. Huyu ni Hans Raphael, mchambuzi wa soka, akiweza kuzungumzia kile ambacho kilichoweza kutokea. Anasema ya kwamba ni sahihi kumlaumu refa wa leo utakavyo, ila sio kwenye tukio la kadi nyekundu ya Kagoma. Kipindi cha kwanza Kagoma alipata kadi ya njano, kisha mnamo dakika 50 kipindi cha pili Kagoma aliucheza mguu wa winga wa Berkane, tackle from behind, na ukitizama tukio lenyewe Berkane walikuwa kwenye shambulizi la dhidi ya watu watatu, hivyo mwamuzi ameona ni sahihi kutoa kadi ya pili baada ya Kagoma kufanya madhambi ambayo yameharibu shambulizi. Kosa la pekee la mwamuzi ni kuwapa 50-50 zote Berkane, ila kuhusu kadi nyekundu kwa mwamuzi, maoni yangu ni sahihi. Hapa nazungumzia kile ambacho kilichoweza kutokea sasa katika tukio hilo. Lakini tukio lingine ambalo limeonekana kuweza kubeba hisia zaidi ni tukio la goli la, hapa nazungumzia Dese Mukwala, striker refu kuliko goli. Unaona bana, jina hilo ambao wanapenda kumuita Hamed Ali, ambapo dakika ya kipindi cha kwanza ilionekana kuweza kusawazisha na kuweza kuweka, kipindi cha pili aliweza kusawazisha na kuweza level scoreboard, lakini kupitia video assistance referee yanazungumzia VAR iliweza kutoa maamuzi ya kile kilichoweza kutokea na kusema ya kwamba lile alipaswa kusimama kuwa bao, likaweza kuwekwa offside kutokana na Dese Mukwala kuwa tayari
alikuwa mbele kabla ya Jean Charles Ahoua kupiga mpira ule wa faulu. Hivyo basi kile kilichoweza kutokea kikaamuliwa kwamba ni offside. Lakini kwa matukio yaliyotokea hususan hilo la VAR, kwa macho ya nyama unaweza ukasema kweli Simba amenyongwa, lakini ukipitia kwa kile ambacho kimeweza kuonyeshwa ni wazi ya kwamba mpira ule tayari hapa nazungumzia Dese Mukwala alikuwa tayari yuko offside. Lakini katika matukio mengine inaonekana mwamuzi kuweza kuwanyonga zaidi. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Lakini katika matukio mengine ambayo yameweza kuzua taharuki kweli kweli ni tukio la hapa nazungumzia kapteni msaidizi, hapa si mwingine bali ni Fabrice Luamba Ngoma na golikipa Musa Pimpin Kamara. Mara baada ya kipindi cha kwanza walionekana katika mvutano mzito kweli kweli, huku wakiweza kugombana wenyewe kwa wenyewe, ambapo jambo la kushangaza huko, sababu ambazo zikuwekwa bayana chanzo ni nini ambacho kilichoweza kutokea mpaka wawili hao wakaonekana katika mvutano mzito kweli kweli wa kutokuelewana. Sasa anaandika jemedari Saidi, mchambuzi wa soka, anasema ya kwamba huyu Musa Kamara ni mpuuzi sana, kipa wa kawaida tu, makosa mengi, akiambiwa analeta ujuaji, anajiona Donnarumma. Huyu ni golikipa wa PSG na ni golikipa ambaye naye yupo katika fainali ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya ambao ni UEFA. Naye anasubiri kucheza fainali yake tarehe 31 ya mwezi wa 5. Akaendelea kusema kwamba Ngoma angeachwa amchape vibao mjinga huyu. Makipa kama hao walikuwa wachezi hata kombe la ng'ombe kwetu. Mnyama alipaswa kuwa na walau bao 2 muda huu, ila game bado iko kwenye kile ambacho alikiandika, bado yuko kwenye maamuzi wakati huo, bado mchezo ulikuwa ukiweza kuchezwa. Kwa hiyo kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo, mambo yameweza kuonekana yakiwa katika namna hiyo, ambapo matukio hayo yameweza kuonekana katika mchezo huo, huku lawama nyingi zikielekea kwa mwamuzi Beida Daane kutoka pale Mauritania, ambaye alionekana katika dakika 90 kuweza kuwapa faida zaidi Balkane, ambapo kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo, huku hapa nazungumzia naibu waziri wa michezo mwenye zamana kabisa mwana FA, ama yeye ameweza kuandika chapisho lake kwa kile ambacho kimeonekana kumgusa zaidi kwa yale ambayo yaliyoweza kutokea katika mchezo huo. Anaandika mwana FA katika ukurasa wake wa Instagram juu ya kile kilichoweza kutokea dakika 90 za mchezo huo, akiandika yale maoni yake ambayo yeye ameweza kuyaona, na nukuu kile ambacho amekiandika. Anasema ya kwamba nimeandika na kufuta mara nyingi leo, ila napendekeza siku nyingine bingwa au yanateuliwa na kafu, tusipotezeane muda, huku akionyesha wazi ya kwamba hajafurahia yale maamuzi ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo. Kumbuku ya kwamba kile kilichoweza kutokea kama vile ambavyo matokeo yanavyoonyesha, tayari bingwa alishapatikana, lakini yeye amependekeza kwamba kama wataendelea kafu na vitendo hivi, basi bila shaka angependekeza yeye kwa upande wake bingwa awe anapewa tu moja kwa moja kuliko kile ambacho kinachoonekana kutokana na maamuzi kutokuwa sawa kwa upande wao. Kwa kile kilichoweza kutokea, bana, niandikie maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na haya ambayo yanayoendelea kwa sasa. Nitakuletea taarifa nyingine kwa kile ambacho kinachokuwa kikiweza kujili wakati